Ningependa pia kutoa mshangao kwa mazungumzo ya Mheshimiwa Rais. Nimekuwa nikifuatilia mazungumzo ya Rais akiongelesha taifa, akiongea lugha ya Kikuyu, lugha ya mama, na akiongelesha taifa na amekasirika, na pia amekuwa akipiga kelele akistumu nobody, akilalamikia nobody. The content atuelewi. Mheshimiwa Rais, you are sending mixed signals. We are not really understanding you. Siku ile mkiwa kwa mkutano ya kanisa la Wakorino Kasarani, uliongea lugha na uligombana na a short of abuses. Mkiwa Sagana pia ukaongelesha taifa kwa lugha ya mama, na jana pia uliongea. My analysis is Mheshimiwa Rais, inastahili, I think watu ambao wako karibu na wewe are misleading you. They are not advising you, President. You are the leader of this nation and you are the father of the nation, and we are expecting from you to guide the nation. Kwanza nashangaa unakula nini Rais ndio uongeleshe taifa? Kuna kitu unakula ambayo inapotosha. Mwingine alisema, mheshimiwa fulani alisema Rais amerogwa, amepewa dawa na Raila. Na I'm almost believing. But what are you eating, President? You are the role model of our vijana. Na sasa ukiwa unakula vitu yako na kuongelesha taifa ukiwa umeshiba, that is not right, President, because you are the role model of this nation. On BBI, you said some people are opposing, and that is contrary to my observation and analysis. Ukiwa Central, jana ni kama ulikuwa unagombanisha waheshimiwa wa Central Kenya. And most of them, nearly all of them are supporting BBI. Na mbona unagombana na watu wana support BBI? I think the problem is not BBI. The problem is Big Four agenda. President, you've missed the point. The main issue which will make you to leave a legacy is Big Four agenda. And that is what will make you to leave a good legacy. Yesterday, when you were launching or opening the hospital, which was built by Japanese company, Japanese government, and the church, you complained that 8 million has been used, good hospital, we can build many hospitals. Sasa President, nyuma yako, the CS wa health, Cecil Kariuki alikuwa ameketi nyuma yako. And you are blaming, were you blaming the cabinet secretary, or you are blaming the MPs, or who? You've used 10 billion to give us things which we know on this BBI. 10 billion can build how many hospitals based on that budget of the 8 million. Counties wangekuwa wamejenga mahospitali mingi. Na President unagombanisha taifa mpaka hata sisi tunashangaa mambo, shida iko wapi? President, go back to Big Four agenda. Mambo ya BBI tulikubali and just need the parliament wapitishe. I think you are being misled. You are not reading the mood. Jambo lingine, President, ni kuhusu selective identification of corruption. Kwa nini CS na maofisa ambao wanaegemea upande wa Deputy President wanaandamwa, wanakuwa investigated? Kwa nini wale wengine hawaandamwi? Corruption is corruption. Matiang'i alipoteza pesa mingi kwa mambo ya hii shamba ya shule ya Ruaraka, na tena ile mambo ya kujenga boda. Alienda Somali, anaenda jenga boda na pesa mingi imetumika. Baina hii mambo ya kununua hii chopper, hii military chopper ambayo it is sophisticated. And recently we saw Matiang'i just returning in Eldoret na kufika huko West Pokot, na anasema hali ya hewa ilikuwa mbaya. Na juzi ameenda Ukambani kwenda kupeleka mambo ya usaidizi na kupeleka pole. Mbona hamujaenda West Pokot? Ama hewa bado ni mbaya mpaka sasa ya kwenda huko West Pokot?
Corruption is corruption. Cecil Kariuki, Minister wa Health, juzi tunasoma kwamba alicancel tender ya 4.9 billion ya health na italeta hasara kwa sababu the government is going to pay the penalties. Kwa hivyo president, corruption is corruption. Tena tunaona mambo ya corruption. Tena jana ukiwa umeketi, we know the corruption which entailed a lot of money which was swindled kwa kununua mambo ya clinic containers. Na usemi hiyo, is it because she is your sister that you are not mentioning that corruption? Corruption is corruption, president. You don't have to be selector of people. And on the issue of metuambia jana kwamba 2022 ni Mungu anajua the president. President, you are very forgetful. Are you forgetting that you said 10 for you and 10 for deputy president? That is for Ruto. Na internet haiwezi sahau. Go back to the clips which you said all over Kenya. Ukisema 10 yangu na 10 ya Ruto. The French says Vox Populi, Vox Dei. Ile wananchi wameamua, Mungu ameamua. Kwa nini unataka Mungu aamue ndio wanadamu waamue? Sisi tutaamua. And we are still there. We have not changed. That 10 for you and 10 for deputy president. Kwa hivyo president, tunakuombea ili Mungu akubariki, uwe na sober mind, mambo ya ulevi uache na uongoze nchi yetu kwa amani. Kwa sababu you are the figure and the leader of this nation and everybody is looking at you for guidance and direction. Thank you very much. Bas tunataka tuombe our president na nchi yetu. Let us pray. Heavenly Father, we are coming before you this time. We pray for the president that you may give him the peace of mind and give him soberness and give him direction. May you bless him and guide him. Let not evil one come closer to him and the wrong advisors. We want to cast them in Jesus' name so that we may have a peaceful nation. May the name of the Lord be blessed in Jesus' name. Amen. Basi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye ni Uhuru Muigai Kenyatta. Nataka tuseme ya kwamba sisi kama viongozi na vile vile wananchi wa Kenya hii hatukufurahia maongeo ya rais bila alivyoongea jana. Kitu ya kwanza ni kwamba Mheshimiwa Rais wakati alikuwa na launch hospitali, alikuwa anafungua hospitali, uliweza kuongea kana kwamba ujui unaongelesha wa Kenya. Kwanza hatujafurahia pale uliongea kuhusu mambo ya uchaguzi ya 2022. Nataka tukuhakikishia kwamba sisi kama wananchi wa Kenya, kama viongozi, tunaunga mkono mambo ya PPI. Hatujakataa PPI. Wenye wamekutanganya Mheshimiwa Rais ni bengine ni lazima urudi waangalie ni kina nani walikuwa nakuambia kwamba wananchi wa Kenya waungi, viongozi wa Kenya waungi. Sisi hasa viongozi wa Jubilee, hasa Baringo hii, tunaunga mkono mambo ya PPI. PPI tunaunga mkono, kama itaenda kwa bunge tuko tayari. Kama itaenda kwa referendum tuko tayari. Hakuna mtu anapinga mambo ya PPI. Tumekubali PPI ikuje na wananchi wenyewe wasome. Na katika ile hali ya kusoma tumesema ya kwamba tunataka tuelimishe wananchi kwamba wasome hiyo PPI vizuri. Hatujaambia hawa kwamba wakatai. Wananchi viongozi wale wanazunguka Kenya hii, umesema kwamba kuna watu wanazunguka, watu wamesunguka. Hata Raila alizunguka na akasema kwamba PPI hatujakubaliana. Waziri wako Matiang'i alienda Meru na akaongea juu ya PPI kwamba lazima tuunge mkono. Sasa ni nani amesunguka kwa Kenya? Kama waziri anasunguka, MPs hawasunguki, MCs hawasunguki, tunazunguka kusema PPI lazima tusome. Na tutaangalia ni njia gani tunaweza kusema, kama ni kupitishwa, wananchi wenyewe wataamua. Mambo ya rais kuongea kwa kiluka, Mheshimiwa Rais, waje ukasirika ndugu yangu. Uweze ukasirika, wewe ni baba yetu. Na baba akikasirika, mambo itaharibika. Kama kuna makosa kwa viongozi wa Central, wewe ita hawa, ongelesha hawa, ambia ndugu zanguni hapa sijakubaliana nyinyi. Mrekebisha, lakini kwa kasirikia, hiyo ni maoni ya viongozi. Wewe umechaguliwa kuongoza Kenya. Sisi tumechaguliwa kuwakilisha wananchi nyanjani. Kwa hivyo lazima tuheshimiane. Ukitaka Kenya iendelee mbele, ni lazima tuheshimiane. Mheshimiwa Rais, nataka niseme ya kwamba ulisema jana kwamba wananchi wa Kenya wataamua
mambo ya uchaguzi ya 2022. Umesema wananchi pamoja na Mungu. Nataka niulize Mheshimiwa Rais. Wakati tulisema uhuru tosha kabla hata Mungu hajaamua. Ni Mungu, si Mungu alikuwa na sisi. So kwa hivyo ukisema kwamba wengine kusunguka kutaka kunisugumia, tulisema wewe 10, Ruto 10. Na hakuna haja ya kuhepa. Hapana hepa. Hapa tumeona wewe kama unajaribu kuhepa. Hakuna kuhepa. Vile ulisema hata Mungu anajua mbinguni, wewe ulisema nikimaliza yangu 10, Ruto 10. Hapana hepa kusema nyinyi na Mungu. Umeomba Mungu kwamba Ruto hatakuja yake 10. Kwa hivyo hapana hepa. Nataka niambie rais tafadhali. Hapana hepa ndugu yangu. Tunajua wewe ukimaliza yako, tunataka tu wewe umalize yako mzuri na tukuje tuunge Ruto na tuende mbele. Hii mambo ya BBI tumekupongeza kwa sababu BBI ilikuja mzuri na tunaona kwamba itapeleka Kenya mbele. Mambo ya Matiang'i kama wewe unataka Mheshimiwa Rais, kama unataka kuleta Matiang'i iwe mbadala ya Ruto, naona wewe unajaribu kututanganya kidogo. Batia nafasi Matiang'i ashughulike mambo ya usalama. Lakini ukiambia Matiang'i azunguke Kenya auze sera za BBI na wananchi hapa Kapedo, wakina mama na wao wachusi na yeye anazunguka na BBI, hiyo sio tokeni yake. BBI ni yetu sisi wanasiasa na wewe. Matiang'i azunguke mambo ya kuona hii mambo ya flats na mambo mengine kusaidia wananchi. Hiyo ndio kazi ambayo amepewa. Hakupewa kuuza sera ya BBI. BBI ni sisi wanasiasa na wewe rais kusema BBI ndio tumeleta mtoto, tulelee mtoto namna gani, tutalisha na nini. Hiyo ndio kazi. Kwa hivyo nataka kusema kwamba mambo ya BBI tuko ndani, lakini mawaziri wafanye kazi ambayo tumewapatia kufanyia Wakenya, sio kufanya mambo ya BBI. Na wewe waje kukasirika wakati unapoongelesha Wakenya. Mambo ya kutumia lugha, sisi ni Wakenya, tunataka usikie maneno yako. Wewe koroka kwa huko na unaongelesha Kenya, tutaelekea wapi? Hiyo inaenda koroka wakati uko na watu 3 4, lakini wakati unaongea kwa television, ongea lugha ya taifa. Kwa hivyo mimi nataka kusema hivyo. Mambo haya mengi tumekubaliana, BBI tuko nyuma yake. Pile Deputy President anasema tuunge mambo ya BBI. Tujaona Deputy President akipinga. Sisi kama Deputy President anaunga mambo ya BBI, sisi wote tunaunga kama Jubilee. Hiyo ndio kitu ambayo rais umeanzisha na sisi tuko nyuma yako, tunaunga BBI mkono. Lakini 2022 hapana tanganya sisi. 2022 hapana tanganya. Mheshimiwa Uhuru tafadhali hapana tanganya. Sinajua ni Ruto daktari tu ndio 2022. Mambo ya Raila tutapatia Prime Minister wakati Ruto amekuwa rais. Tafadhali mzee, tafadhali.